Karibu sana katika kurasa za Mwananchi Digital, na hivi sasa nakuletea story kutoka Dodoma, story ambayo imeweza kuibua hisia za watu wengi sana. Ni kuhusiana na mume na mke kuburuzwa katika ofisi ya kata kwa ukatili wa mtoto. Mke na mume wameburuzwa katika ofisi ya kata ya Tambukareli jijini Dodoma kwa tuhuma za kumjeruhi mtoto wa miaka 4 na kusababisha kushonwa nyuzi 9 kichwani. Akizungumza leo Aprili 12, 2025, mjumbe wa serikali za mtaa wa Tambukareli Zamaradi Kaunje amesema kuwa aliipata tukio hilo kupitia walimu wa mikopo waliokuwa wanaenda kukusanya marejesho. Na nukuu, huyo mtoto alikuwa anaenda kucheza eneo ambalo wamama wanapokaa kwenye vikao vyao. Mwalimu huyo aliona majeraha hayo, akaenda kuongea na mtu mwingine kuuliza kama mtaa una viongozi. Amesema mwalimu huyo alienda kuonyeshwa kiongozi mmoja ambaye alipeleka taarifa kwa viongozi wengine kuhusu changamoto ya mtoto huyo. Zamaradi amesema waliamua kwenda eneo la tukio, ambapo baada ya mtoto huyo kuwaona na kuwaomba karanga walizokuwa wameshikilia. Na nukuu, tukamuuliza mama yupo wapi? Akatuambia yu ndani. Kitendo cha mama kutoka, mtoto alikimbia na kujificha kwenye bajaji. Tukamwambia mama amwite mume wake na kisha akamwita. Bi Zamaradi amesema kuwa baada ya hapo walimvua nguo mtoto huyo na kisha kumuuliza ni nani aliyemuumiza, ambapo mtoto alijibu kuwa ni baba yake ndiye aliyempiga. Na baadaye walimtafuta kiongozi wa mtaa, yani balozi wa nyumba 10. Wao wakamuuliza, akasema hilo tukio sio mara ya kwanza na alishawaonya kiujirani, lakini walikuwa wanaendelea kufanya hivyo. Zamaradi amesema walipoenda nao katika ofisi ya kata, wazazi hao walisema walimpeleka mtoto huyo katika zahanati, ambapo walikiri kumtibia mtoto huyo bila kuwa na PF3. Zamaradi aliendelea kusema kuwa kwa umri wa mtoto huyo ni mdogo sana, hivyo hawa watu walitakiwa kupewa adhabu kali ili iwe fundisho kwa wengine, lakini kwa wanawake wenzangu wanapoondoka kwa wanaume zao wasikubali kuacha mtoto wao, hasa akiwa na umri mdogo unaohitaji uangalizi. Ameendelea kusema kuwa wazazi hao wamesema kuwa sababu ya kumpiga mtoto huyo ni kunyea na kula kinyesi chake. Naye diwani wa kata ya Tambukareli amesema tukio hilo ni la kusikitisha na kwamba wamekuwa wakijitahidi kuongea na jamii ili isiendelee kuwa na tabia hiyo ya kikatili. Na kwa upande wa wazazi, walipoulizwa, mama wa kambo wa mtoto huyo Rose Masweri amesema mtoto huyo ana tabia ya kula kinyesi na aliyemwadhibu alikuwa ni baba yake. Tunakiri kosa, haturudia tena. Tuna mtoto mdogo anahitaji kulelewa. Wakati baba anamchapa nilikuwa namwambia amwache, asimchape. Mimi ni binadamu, nina mapungufu yangu. Naomba mnisamehe, sitorudia tena, alisema mama huyo. Hata hivyo amesema kichwani aliposhonwa nyuzi kulitokana na kupasuka baada ya kujigonga, na walimpeleka hospitali akatibiwa na kushonwa nyuzi 9. Kwa upande wake, baba mtoto huyo ambaye ni dereva bajaji David Masweri amesema amegundua kitendo hicho sio kizuri, na nukuu, wakati nampiga niliona niko sawa, lakini kwa sasa hivi nimejua kuwa nitoa adhabu kubwa kwa mtoto. Na washukuru viongozi kwa kutuita na kutueleza, na waahidi kuwa wameniongezea kitu kikubwa katika malezi na namna ya kuishi na watoto na jamii nzima. Nimejifunza kitu, alisema baba huyo. Ofisa wa maendeleo ya jamii wa kata ya Tambukareli amesema kuwa wamelipokea tukio hilo la kuchapwa kwa mtoto huyo na wazazi wake hadi kupata majeraha yaliyosababisha kushonwa nyuzi 9. Amesema athari inayoweza kumpata mtoto anaelelewa kwenye malezi kama hayo wanatengeneza kizazi kichokuwa na ukatili na kisasi. Hatua inayofuata ni kuwapeleka kwenye vyombo vya dola ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa kwa wahusika. Kuhusu mtoto aliyefanyiwa ukatili, Mariamu amesema watampeleka ustawi wa jamii ili waone kwa siku ambazo kesi itakuwa ikiendelea anapata malezi yanayostahili. Lakini ripoti na takwimu za uhalifu na usalama barabarani ya mwaka 2023 iliyotolewa na Jeshi la Polisi Tanzania ya kipindi cha Januari hadi Disemba mwaka 2023, waathirika 15,301 wa ukatili na unyanyasaji wa kijinsia
kwa watoto waliripotiwa ikilinganishwa na waathirika 12,163 katika kipindi hicho cha mwaka 2022. Idadi hiyo ni ongezeko la waathirika 3,138 sawa na 25.8%. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu ili kufahamu mengi juu ya mkasa huu.